Bwana sifiwe. Habari yako? Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Unajua, leo tunataka kuongelea kifaa kimoja rahisi sana, lakini kina nguvu ya ajabu ya kuwasaidia watu wakue. Si kwamba kinakupa majibu yote, la hasha. Kinakusaidia wewe uyapate mwenyewe kutoka ndani. Sawa. Hebu nikuulize kitu. Ukisikia neno kocha, nini kinakuja akilini? Ni yule mtu anayekupa ushauri, si ndio? Yule anayejua majibu yote na anayekuelekeza kila hatua. Labda tufikirie upya. Basi, hapa ndipo mambo yanapobadilika. Mwalimu wa kawaida, unajua, anahisi kama lazima awe na majibu yote. Lakini kocha wa iGrow, huyu anafanya tofauti kabisa. Zana zake kubwa si maneno mengi, hapana. Ni maswali mazuri na kusikiliza. Yaani kusikiliza kwa makini haswa. Na hii ndiyo inatuleta kwenye moyo wa jambo zima. Imani kuu hapa ni hii, na ni muhimu sana. Kocha halisi kwenye chumba si wewe wala mimi, ni Roho Mtakatifu. Kazi yetu, fikiria hivi, ni kuwa kama kioo. Tunamsaidia mtu mwingine aone kile ambacho Mungu tayari anasema naye. Sasa huu mfumo wa iGrow unafanya kazi vizuri sana ndani ya kitu tunachokiita DMM au harakati za kufanya wanafunzi. Na DMM ni nini hasa? Usifikirie vitu vigumu, ni simple tu. Ni watu wa kawaida kama wewe na mimi ambao wanamfuata Yesu na wanawasaidia wengine kufanya vivyo hivyo. Sio kwa ajili ya wachungaji au viongozi wakubwa tu, la hasha, ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Kwa hiyo ukisikia iGrow, usifikirie ni formula ya mikutano ya ofisini. Hapana kabisa. Hii ni ramani ya mahusiano, ramani ya mazungumzo ya kweli ya kutoka moyoni. Na kila herufi inasimama kwa hatua fulani, inatupa mwongozo. Basi, ramani yenyewe ina hatua 5 rahisi. Tunaanza na I ya alika. Hapa tunamkaribisha Mungu. Kisha G ya goli. Tunatafuta maono ya Mungu ni yapi. Halafu R ya uhalisia, tunaangalia hali ilivyo sasa hivi. O ni chaguzi, tunafungua akili kuona uwezekano mpya. Na tunamalizia na W, yani utafanya. Hapa ndipo tunapanga hatua za kuchukua. Sawa, maneno matupu hayavunji mfupa, si ndio? Basi tuachane na nadharia, tuingie kwenye mfano halisi, tuone jinsi hii inavyofanya kazi. Hebu tuwafuatilie Samueli ambaye ni kocha na Philip kiongozi anayemhudumia. Samueli anaanza na hatua ya kwanza, ile ya alika. Wanaomba pamoja, wanamwalika Roho Mtakatifu. Kisha wanaingia kwenye hatua inayofuata. Sasa wako kwenye hatua ya goli. Na tafadhali sikiliza kwa makini swali la Samuel. Hasemi, Philip, malengo yako ni yapi? Hapana. Anauliza kitu tofauti kabisa. Maono ya Mungu kwako ni yapi? Unaona tofauti? Swali hili linaondoa presha yote kutoka kwa Philip na linaelekeza macho kwa Mungu. Na ghafla, Philip anahisi hili ni jambo lake. Kutoka hapo, wanaingia kwenye uhalisia. Na hapa, kocha mzuri anajua jambo moja muhimu: kuunda mazingira salama. Mahali ambapo mtu anaweza kuwa mkweli bila kuogopa kuhukumiwa. Samuel hafoki, hatoi lawama. Anasikiliza tu anapomuuliza Philip, ni nini hasa kinachozuia haya maono yasitimie? Na Philip, kwa sababu yuko mahali salama, anafunguka. Anasema, unajua nini? Tatizo sio ukosefu wa vitabu au semina. La, tatizo kubwa la msingi kabisa ni hofu. Watu wake wanaogopa. Wanafikiri, mimi sijui Biblia vizuri, nitawezaje kumfundisha mtu mwingine? Sasa, hapa ndipo wengi wetu tungeingilia kati na kusema, nina suluhisho. Sawa. Lakini Samuel anafanya kitu kingine. Anajizuia. Anawaingiza kwenye hatua ya chaguzi. Badala ya kutoa majibu, anauliza maswali ambayo yameundwa kumsaidia Philip agundue jibu lake mwenyewe kutoka kwa Mungu. Na angalia swali hili, ni la kichawi. Kama kusingekuwa na kikwazo chochote, pesa, muda, hofu, ungependa kufanya nini? Wow! Hili swali linafungua kila kitu. Linamtoa Philip kwenye kufikiria matatizo na linampeleka kwenye kuota ndoto. Na hapo katikati ya hayo maswali, boom, Philip anapata ufunuo. Anatambua, subiri. Labda watu wanaogopa kuongoza funzo la Biblia rasmi kwa wageni, lakini hawataogopa kushiriki hadithi fupi ya Biblia na watu wao wa karibu.
yaani familia, marafiki, wafanyakazi wenza, oikos wao. Hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Na ule ufunuo, ule mwamko unawapeleka moja kwa moja kwenye hatua ya mwisho kabisa. Utafanya. Sasa ni wakati wa kugeuza lile wazo zuri kuwa kitu halisi, kitu kinachoshikika. Na matokeo yake ni haya. Kwa sababu Samuel alimwamini Philip na Roho Mtakatifu, Philip mwenyewe ndiye aliyetengeneza mpango wake. Na angalia jinsi ulivyo wazi. Atakutana na viongozi 5. Yeye mwenyewe ataenda kuonyesha mfano majumbani mwao. Atafuatilia kila wiki. Na jambo zuri zaidi ni nini? Ni mpango wake. Umezaliwa kutokana na safari yake ya ugunduzi. Basi tunajifunza nini kutokana na haya yote? Somo kubwa ni hili na nataka uondoke nalo leo. Wakati mwingine zawadi kubwa tunayoweza kumpa mtu si ushauri wetu, si majibu yetu, bali ni uwepo wetu, masikio yetu na maswali yetu. Na hili linatuacha na swali la kujiuliza, sivyo? Hebu fikiria kwa sekunde moja. Katika maisha yako hivi sasa, kazini, nyumbani, kanisani, ni nani anayehitaji wewe uache kumpa majibu na badala yake uanze kumsikiliza na kumuuliza maswali mazuri ili na yeye apate kusikia kile ambacho Mungu anataka kumwambia? Maana mwisho wa siku, kumbuka hili, wewe si muumini tu. Wewe ni mwanafunzi, na wanafunzi wanatengeneza wanafunzi wengine. Bwana na akubariki sana.